إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين, leo ikiwa ni siku ya Eid al-Adha, siku adhima tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile kwa watu, ambapo leo mahujaji ikiwa ni siku ya 10 wameelekea katika viwanja vya Mina baada ya kuwa jana wametoka Arafat baada al-maghrib, wakaelekea Muzdalifa wakasali huko maghrib na isha jama'an wa qasra, wakakusanya na wakapunguza salata al-isha, na tayari leo baada al-fajr, na wengine wameruhusiwa kabla ya salatu al-fajr. Wale dhuafa wanawake wametoka Muzdalifa kuelekea Mina kwa ajili ya kutekeleza ibadati adhima. Miongoni mwa hizo ibada ya kuchinja, lakini pia kutoka na ibada ya kurusha mawe, ibada ya kunyoa. Baada ya hapo wataingia katika uhalali. Kwa hiyo na sisi pia tutashirikiana na mahujaji katika baadhi ya ibadati. Kwa hivyo leo ni siku adhima, siku ya kuchinja, ni siku ya kutekeleza ule urithi wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, na tumewashiria katika siku za nyuma. Watukufu wa Islam, hakika hakuna ambaye asiyejua neema ya amani. Amani ina mifano mingi ambayo yaashiriwa juu ya utukufu wake ndani ya Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna ambaye asiyejua nafasi ya amani katika mujtama ila yule ambaye hajawahi kuonjwa na hofu na mitihani ya kukosa utulivu. Huyu ndiye ambaye hajui umuhimu wa amani, lakini aliyewahi kuonjwa na haya anafahamu umuhimu wa amani na utulivu katika miji. Kwa umuhimu wa amani, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anaitaja amani ikiambatana na suala la tauhid na ibada, au anaitaja ibada akiambatanisha na amani, akitaja imani anaambatanisha na amani, ataja tauhid
ataja ibadati mbalimbali akiambatanisha na amani. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ibrahim alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie na aiweke amani katika mji wake ili waweze kufanya ibada kwa utulivu. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na wakafanya mema ya kwamba atawapa ukhalifa katika ardhi. Na hili ni dhahira badia, liko wazi tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama na wakati wa makhalifa Abu Bakr, Umar, Uthman na Ali. Na Allah akaahidi tena wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, na ataimakinisha juu yao dini yao aliyoiridhia iwe ni dini yao. Kisha akasema yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, wataniabudu na wala hawatanishirikisha na chochote. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atabadilisha baada ya hofu waliokuwa nayo akawapa amani. Kadhalika rabbuna subhanahu wa ta'ala anasema liilafi quraish ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf, na mazoea yao watu wa Makka, kuzoea kwao kusafiri wakati wa kiangazi, wakati wa masika na wakati wa kiangazi, wakienda Yaman, wakienda Sham kwa ajili ya biashara. Falyabudu rabb hadha albayt, kisha Allah akasema basi wamwabudu Allah mlezi wa hii nyumba al-Kaaba, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, ambaye amewalisha kutokana na njaa na akawapa amani kutokana na hofu. Ibada imeambatanishwa na amani. Yote haya yaashiria umuhimu na nafasi ya amani katika mujtama kwa ajili ya sisi kufanya ibada. Lidhalika ayuha almuslimun, miongoni mwa yanayoashiria umuhimu wa amani ni kwamba sharia ya Kiislamu imeletwa kwa malengo makuu ya kulinda mambo matano, ambayo mambo hayo ni dini na nafsi na heshima na mali na akili. Anasema al-Imam Shatibi rahimahullah katika al-Muwafaqat, ittafaqat al-umma bal sa'iru al-milal ala anna ash-shari'ah wudi'at lilmuhafadhati ala ad-daruriyat al-khams. Asema umeafikiana umma bali watu wote ya kwamba sheria ya Kiislamu imewekwa kwa ajili ya kuhifadhi mahitaji matano. Mahitaji hayo matano akayataja, ambayo ni ad-din wan-nafs wan-nasl au al-a'rad. Ni dini na nafsi na heshima au nasaba, wal-mal na mali na akili. Hivi vitu vitano zimeteremka ayati na hadithi zikikataza baadhi ya mambo kwa ajili ya kuyalinda haya, kwa sababu kwa haya ndiyo amani itapatikana. Ikiwa zitapatikana heshima na watu kutokuzikosea heshima na saba za watu, familia za watu, na kulinda heshima za watu, ni sababu ya kupatikana amani. Na kinyume chake, kuwaudhi watu, kuwavunjia heshima watu, ima kwa kufanya maasi, uzinifu au yasiyokuwa haya, ukaivunjia heshima familia fulani kwa kuwazinia binti yao, ni sababu ya kuondoka amani. Mali za watu, kuzivamia mali za watu, kuzichukua mali za watu, kuzitumia pasina ya haki, ima kwa kuiba au kwa kupora, ni sababu ya kuondoka amani. Na ndio maana Uislamu ukaharamisha haya.
bali Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ametaja katika kauli yake, inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u min al-ard dhalika lahum khizyun fil hayati ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika si vingine malipo ya wale ambao wanafanya kazi ya ujambazi, wanampiga vita Allah na mtume na waislamu, wale muharibun majambazi, jazaa yao, malipo yao ni kuuawa na kusulubiwa mpaka ifike mahala wafukuze katika ardhi. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni miongoni mwa wale wanaosababisha amani kuondoka. Uislamu ukaweka adhabu kali kwa watu hao kwa lengo la kuilinda amani, lakini kulinda mali za watu. Uislamu ukaweka sheria ya kukatwa mkono aneiba kwa ajili ya kuzilinda mali za watu, kwa sababu bihi hifadhi al-amn, kwa sababu kwayo yahifadhiwa amani. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi wa kiume na wa kike kateni mikono yao. Na sunna ikaja ikabainisha hilo, kwa sababu kwenye hili kuna kuhifadhi amani. Leo ukiiba mali ya fulani, ukiivamia mali ya fulani, ukaipora mali ya fulani, ni sababu ya kukosekana amani. Leo ukiua nafsi ni sababu ya kukosekana amani, ikatokea vita na fitna baina ya makabila, baina ya watu kwa sababu ya kuua nafsi. Uislamu ukaweka adhabu ya anayeua nafsi kwa makusudi kwamba na yeye auawe, ili kukemea kitendo hiki kiovu kwa ajili ya kulinda amani. Lakini haya mambo yasipozuiliwa na watu wasipojizuia nayo, ni sababu ya kuondoka amani. Lakini pia Uislamu umekataza watu kuzini, na ukaweka adhabu kwa anayezini, ya kwamba ikiwa amewahi kuolewa au kuoa apigwe fimbo, lakini pia katika kauli bila kupigwa fimbo atauawa, kwa maana atapigwa mawe. Na yule ambaye hajawahi kuoa adhabu yake ni kupigwa fimbo 100. Uislamu ukaharamisha kusingizia. Anayesingizia fulani na uzinifu, kama fulani ni mzinifu, alete mashuhuda 4 walioona kitendo hicho. Kama hakuna, maana yake atapigwa fimbo 80. Kwa nini? Kwa sababu kuingia katika heshima za watu ni sababu ya kuondoka amani, ni sababu ya kutokea vita na mapigano baina ya watu na makabila. Uislamu umechunga amani, ukaharamisha pombe, ukaharamisha mukhaddarat, madawa ya kulevya na vinavoliwa, ima ni marungi na vingine, kwa sababu pia vinachangia kuivunja amani. Leo wanaochangia kuvunja amani ni walevi, wanaokula mukhaddarat, wanaotumia madawa ya kulevya, wanaokunywa pombe. Sasa Uislamu umeweka adhabu kali pia kwa hawa. Miongoni mwa hizo adhabu, anayekunywa pombe anapigwa fimbo 80 kwa ijmaa ya sahaba, kwa makubaliano ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum katika wakati wa Umar. Ndugu zangu katika imani, amani nafasi yake ni kubwa. Ikiwa amani itaondoka, ikiwa amani haitokuwepo katika miji, usiulize ujenzi wa miji, usiulize uchumi wa miji, kwa sababu amani hakuna. Ikiwa amani itaondoka, usiulize heshima za watu watakaochukuliwa katika wanawake, watoto wadogo watakaouawa, usiulize kwa nini wanauawa. Amani ikiondoka, usiulize biashara ziko wapi, pesa ziko wapi, mali zetu ziko wapi. Manake magari yatachomwa moto, manake mali zitaondoka, biashara hakuna, kwa sababu amani hakuna.
Amani ikiondoka, usiulize mbona watu hawafanyi ibada au hawafanyi ibada kwa wakati, kwa sababu amani hakuna. Amani ikiondoka, usiulize mbona wajane ni wengi, wako wapi waume zao. Amani ikiondoka, usiulize tena hawa mayatima walioachwa hawa wako wapi wazazi wao, kwa sababu amani imeondoka. Huwezi kuuliza tena hapo. Amani ina nafasi kubwa katika mujtamaa. Sasa kuna baadhi ya watu wanajaribu kutaka kuichezea amani ambayo tuko nayo katika nchi yetu kwa kudai uhuru wa kusema, uhuru wa kuzungumza. Katika Uislamu hakuna uhuru wa kusema, hakuna uhuru wa kuzungumza. Na miji yote ambayo amani imeondoka haijaondoka isipokuwa ni baada ya kudai uhuru wa kusema. Hakunaga kitu hicho. Ndani ya nyumba yako hakuna uhuru wa kusema, kwa mke wako na watoto wako kadhalika mtawala haridhi hilo, na hilo ni sababu ya kuondoka amani. Na wako baadhi ya Waislamu wanataka kujaribu kuingia katika siasa na kuutumia Uislamu kama sehemu ya siasa. Uislamu haufungamani na mambo haya. Demokrasia yazungumzia uhuru wa kusema na kufanya. Uislamu hauko hivyo. Sasa sisi watahadharisha baadhi ya Waislamu na walinganizi wanaotaka kutumia Uislamu kudai uhuru wa kusema na kuwashauri viongozi na kuwasema viongozi kwenye hadhara na mimbar, kwenye mitandao mbalimbali, wakiwashauri na kuwasema viongozi. Hawa ni katika wale ambao wanachangia amani kuondoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam فيما أخرجه البخاري في الأدب والترمذي في سننه من حديث ابن عبيد الله ابن محصن الختمي رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه أو في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Asema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ambaye atapambaukiwa ana amani kwenye nyumba yake na familia yake, watoto wake, kwenye njia yake, na amepewa afya katika mwili wake, muafa fi jasadi, amepewa afya katika mwili wake na ana chakula cha siku yake, basi huyu ni sawa na yule ambaye amekusanyiwa dunia na vilivyomo. Nafasi na umuhimu wa amani katika nyumba za watu na miji ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mifano, ametutajia baadhi ya kaumu, baadhi ya umma zilikuwa na amani zikapoteza amani yao. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم بينفانوا الله سبحانه وتعالى kunako kijiji kilichokuwa na amani, kilichokuwa kimetulizana, kikijiwa na riziki yake ikitoka katika kila mahala kwa usahali kabisa, lakini kikakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akakionja au akauonja mji huo kwa vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale waliyofanya. Yako mengi yaliyofanywa yakaondoa amani, yako mengi ambayo tukiyafanya yataondoa amani. Miongoni mwa hayo ni yale tuliyotaja, kukurubia maasi. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kaumu ya Saba kule Maghrib Yemen, laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yamini wa shimali, walikuwa na mabustani mawili ya upande wa kulia na kushoto, baadaye wakakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akaiondoa neema ile
baada ya kukufuru na kwenda kinyume na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, vipo vitu ambavyo tukivifanya vitaibakisha amani. Ziko mukawimati al-amn, yako mambo ambayo yakifanya yataibakisha amani na kuilinda amani. Miongoni mwa hayo mambo ni kulazimiana na taa ya kiongozi. Luzumu taati wali al-amr, ni kulazimiana na taa, utiifu kwa kiongozi wa nchi na kumheshimu kiongozi na kumsikiliza anachokisema na kutii maadama hajaamrisha maasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathun la yaghillu alayhinna qalbu mri'in muslim, mambo matatu haibaki chuki na hikdi na hasadi katika nyoyo za Waislamu. Al-ikhlas, al-amal lillah, kutakasa matendo kwa ajili ya Allah, wa munasahatu ulati al-umur, na kuwanasihi viongozi waliotawalishwa mambo yetu. Hapa kwenye kuwanasihi viongozi hapa, Uislamu umeweka utaratibu na shuruti, umeweka masharti. Si kuwa na uhuru wa kusema kuna kwa kiongozi kama wanaofanya baadhi ya mashekhi, baadhi ya maduati katika wanaharakati, wakiwashauri na kuwanasihi viongozi kwenye hadhara, kwenye vyombo mbalimbali vya mawasiliano, kwenye YouTube na vingine, wakiwanasihi viongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya, anayetaka kumnasihi na kumshauri kiongozi asidhihirishe wazi wazi. Falyakhudh biyadihi waliyakhlu bihi, au shike mkono wake akayafaragha naye. Fa in qabila fadhak wa illa faqad adda alladhi alayhi, akikubali basi ni khairi, asipokubali ametekeleza lilokuwa juu yake. Akhrajahu al-Bukhari fi at-tarikh. Kadhalika salaf radiyallahu ta'ala anhum kwenye kulihakiki hili wametaja katika vitabu vyao. Kina Ibn Abi Asim, Ibn Abi Asim ametaja hadithi hii na akaweka mlango ya kwamba huu ni mlango ya kwamba nasaha na ushauri kwa kiongozi ni kwa siri na faragha. Lakini pia siku moja walikwenda baadhi ya watu kwa Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, wakamwambia ala tansahu li Uthman, mbona haumnasihi Uthman radhiyallahu ta'ala anhu? Akasema kad fa'altuhu wa badaltuhu sirra, nimefanya hilo kwa siri, wala uridu an akuna fatiha babi fitna, ay ansahu jahran, wala sitaki nikafungua mlango wa fitna wa kumnasihi na kumshauri kiongozi kwa wazi. Ulama wote wakaifafanua athari hii ya kwamba fitna hapa ni kuwashauri viongozi mbele za watu kwenye dhahira. Ndio maana Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema walaysa min manhaji salaf at-tashhir bi'uyub al-ulati fawqa al-manabir, si katika manhaji ya salafi kutangaza aibu za viongozi juu ya mimbar. Labda wamekosea hili, kwa nini wafanya hili? Kwa kudai eti uhuru wa kusema katika nchi yetu. Tizameni nchi ambazo hazina amani. Tizama Libya, Syria, tizama Palestina, tizama wapi. Sababu yake ni watu walipofungua mlango wa kutaka uhuru wa kusema na kuwaambia watawala wao, viongozi wao. Na leo pia hapa Tanzania na nchi jirani wako wanaojaribu kuwakosea heshima viongozi na kuwatukana viongozi na kuwashauri viongozi kwa jahra, kwa dhahiri, na baadhi yao wajidai ni mashekhi katika baadhi ya mambo. Katika adabu za kumnasihi kiongozi ni kumnasihi kwa upole na kumheshimu kwa adabu. Leo wako baadhi ya watu watukana viongozi. Haya mambo yakiachiwa ni sababu ya kuipoteza amani.
Leo tunaishi katika hali ya amani, lakini wallahi watu ni sababu ya kuondoka amani. Watu wawili watatu wanaweza wakazungumza wakainyima nchi yetu amani, iwe ndani ya nchi yetu au jirani au nje na nchi yetu, wanaweza wakachochea mpaka amani ikaondoka. Sasa sisi yatakikana tulazimiane na ukimya na utaratibu wa Kiislamu, lakini tunawatanabahisha na mashekhe ambao wanajaribu kutumia Uislamu kama sehemu ya siasa. Wao wakizungumza waingie kwenye siasa. Uislamu haufungamani na mambo haya. Uislamu una siasa yake ya kisheria mufassala, imewekwa wazi kwenye vitabu vya ahli ilmu. Si siasa hii ya demokrasia ya kuwasema na kuwashauri viongozi na kudai haki ima kwa maandamano au kwa kusema na kuwaambia viongozi. Huu ni utaratibu wa nje na njia yetu sisi Waislamu, Uislamu wa sawa. Kwa ndugu zangu katika imani, amani ina nafasi kubwa, ilindwe amani. Na hawa wanaojaribu kuwatusi viongozi na baadhi ya mashekhe wanaojaribu kuwashauri viongozi kwenye mitandao mbalimbali, kwenye mimbari zao, hawa waonywe vikali, kwa sababu kuingia kwenye siasa ni moja ya sababu kuja kutuingiza katika matatizo. Ndugu zangu katika imani, akina mama, wadada, mama zetu, dada zetu, ndugu zetu na wadogo zetu, kumbukeni hali ya wanawake kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallama na dawa ambayo tutaifundisha leo. Ameishi mwanamke katika hali ya udhalili. Ilikuwa akibashiriwa mmoja ya kwamba amezaliwa mtoto wa kike katika familia yake, uso wake unakuwa mweusi na anatamani yule mtoto akamfukie chini. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ala saa ma yahkumun. Ilikuwa akipewa bishara mmoja wao ya kwamba ahli yake amejifungua mtoto wa kike, uso wake unakuwa mweusi umejikunja, ya kwamba amebashiriwa na kitu kibaya, amfukie chini au abaki naye katika hali ya udhalili. Ilikuwa kubaki na mwanamke kipindi hicho na mtoto wa kike ni udhalili. Ilikuwa mwanamke ambaye anaishi katika zama hizo hana haki katika mirathi. Hata akifa mume wake, akifa ndugu yake, jamaa yake wa karibu, la haqa laha fil mirath, hakuwa na haki katika mirathi. Alikuwa mwanamke anarithiwa kama mali. Idha mata zawjuha, akifa mume wake arithiwa mwanamke kama mali. Watu wa karibu na yule mume wake wasema sisi tutakuozesha tunayemtaka, au atakuoa fulani kwa lazima. Lakini pia ilikuwa mwanamume kipindi hicho anakusanya wanawake zaidi ya 4, wala hachungi haki zao wala kuishi nao kwa wema na maarufu. Ulipokuja Uislamu, alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiteremsha Qur'an, ikayaondoa yote haya. Wanawake wakarudishwa katika heshima na manzila alia, daraja la juu. Uislamu ukampa heshima mwanamke, ukampa haki katika mirathi. Ukisoma suratul Nisa, suratul Maida, utaona ayati zikitaja mafungu ya wanawake wakifiwa na waume zao na jamaa zao wa karibu. Uislamu ulipokuja ukaharamisha kuwaua wanawake kwa sababu ya hilo, na kama wanawake ni sawa na wanaume katika matendo wanayofanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dhakarin au untha falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, atakayefanya mema mume au mke tutampa maisha mazuri hapa duniani na akhera. Al-ibra bis-salihat, mazingatio ni mema yanayofanywa na mume au mke. Wao ni kitu kimoja, si yani, isipokuwa kwenye baadhi ya mambo aliyoyatofautisha Allah kati ya wanaume na wanawake. Uislamu ulipokuja
ukamtaka mwanamke abaki katika heshima kwa kumlazimisha kuvaa hijabu ya kisheria na kubaki nyumbani kwa ajili ya kuilinda heshima yake, kwa sababu Uislamu unatambua nafasi ya mwanamke. Maadui wa dini walipogundua hili wakarudisha mila zao, wakamtumia mwanamke kwenye kufaidika, kuutani Uislamu, kuuchezea Uislamu kupitia mwanamke, lakini kufanikisha kwenye mambo yao ya kidunia kupitia mwanamke. Akawa mwanamke adhalilishwa kwa sura hii. Uislamu ulipokuja ukampa khiari mwanamke ya kuolewa na anayemtaka na kumridhia, hakuna kulazimishwa mwanamke. Sasa ikiwa hali ni hii na Uislamu umekuja na haya kwa kina mama, dada zetu, mabinti, kwa nini wanawake wanabadilisha wakauacha Uislamu na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya salaf, alafu akachukua njia isiyo ya hao, njia za magharibi? Mwanamke akatoka baadhi ya dhahira, atoka havai hijabu, havai stara, hako tayari na kupokea Uislamu. Kwa nini mwanamke sasa anaridhia kuacha Uislamu? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Je, mnabadilisha yaliyokuwa duni na ya kheri na acha ya kheri yaliyowaletea heshima? Mwache dini yenu inakuletea heshima, maelekezo ya dini yenu yanakuletea heshima, mwachukua mambo duni kwa sababu ya dunia, kwa sababu ya mambo yasiyo na maana. Huku ni katika kupotea na katika kughafilika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Eidukum mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal.